tunaona kama unaongea lugha isiyofahamika. Kwa hiyo wamesema tangu mapema, kulubuna fi akinati mimma tad'una ilayhi, nyoyo zetu zimefungiwa, hamuingii kitu nyoyoni katika unayosema. Faradda ta'ala alayhim, ndio maana Allah akawajibu huna kwenye aya hii, bi'annahu law anzala hadha alqur'ana bilughati alajami, hata kama angesema kama wanavyodai baadhi yao, ili kuonyesha haya ni maneno ya Mungu, angetuma malaika au yeye angelihubiri lakini akawa kafuatana na malaika, au angeongea kwa lugha ya kigeni tukaona hichi ni kioja, Allah ndo kafanya. Lakini hata wangelifanyiwa hivyo, lakana lahum an yaqulu, wangelisema watu hawa, kaifa ursilatil kalamu bil ajami, inakuwaje yameagizwa kwetu maneno kwa lugha ya kigeni isiyokuwa lugha yetu, ila alqaumi alarabi, maneno ya lugha ya kigeni wakaletewa Waarabu. Wameletewa kwa lugha yao, nasema baadhi yao, kwa nini isiletwe kwa lugha ya kigeni tukajua huyu Mwarabu lugha hii hajapatapo kuzungumza? Maadamu wanaongea kwa lugha mpya, basi tuamini ni maneno ya Mungu. Lakini lingefanyika hilo, wangepata la kusema pia, wangesema Mwarabu na lugha hii wapi na wapi, hatufahamu wanachosema. Lakini mtu anayekataa jambo huwa hakosi sababu. Wala saha lahum, na wangejenga hoja hiyo, ingekuwa ni sahihi kweli, hawaelewi hiyo lugha. Kwa hiyo wamepelekewa ujumbe kwa lugha wasioielewa, ndio maana hawakufahamu, hawakuweza kufanyia kazi. La saha lahum, wangelikuwa ni sahihi kukataa kwa sababu hawaelewi lugha hiyo. La saha lahum an yaqulu qulubuna fi akinati mimma tad'una ilayhi, wangelikuwa sahihi hata kwenye yale mambo, maneno yao ya kwanza waliyosema, nyoyo zetu zimefungiwa, hakifiki kitu nyoyoni. Wa fi adhanina waqrun, kwenye masikio yetu kuna nta, inatengeneza uziwi, hatusikii tunachoambiwa. Wa min bainina wa bainika hijabun, kama tumewekewa obstruction kati yetu sisi na wewe, hatukuelewi. Wangelisema hivyo, ingelikuwa wamepatia. Lianna la nafahamu, kwa sababu sisi hatufahamu hii lugha, wala nuhitu bimaanahu, hatuwezi kuelewa maana na makusudio ya kinachosema hapa. Ama waqad nazala bilughati alarabi, ama kwa sababu imeteremka hii Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu, wa hum min ahli hadhihi lugha, na hawa hii lugha ndio lugha ya mama, wanaielewa. Fakaifa yumkinuhum, inamkinika vipi kwa watu hawa an yakulu dhalika, waseme maneno hayo? Wamepelekewa ujumbe kwa lugha yao, kwa mtu ni ndugu yao, wanamfahamu historia yake, kazaliwa hapo, kakuwa hapo, wanamuelewa, haki ya kumuelewa. Si sahihi kusema maneno hayo, lakini ndo ukafiri tu umewasukuma waseme maneno hayo ya jeuri. Fadhahara anna al-ayata ala ahsani wujuhi nidhami, fadhahara anna al-ayata, ikadhihiri kwamba aya hii ala ahsani wujuhi nadhmi, iko katika mpangilio bora zaidi, imenyosha maelezo. Hawa watu ni wabishi tu, ule ubishi wa inda, sio sahihi wanachodai. Sasa Allah akamwambia mtume wake, qul, sema uambie, huwa hii Qur'an lilladhina amanu hudan wa shifaa, kwa wale walioamini na wengine watakaoiamini, Qur'ani itabaki kuwa ni mwongozo kwao na ni dawa ya kutibu maradhi yao ya nyoyo, kibri, jeuri, ukafiri. Qur'ani ni dawa, kama alivyosema Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u biha akharin, Allah amewanyanyua
kwa kupitia Qur'ani hii watu wengi kawanyanyua hadhi zao. Walikuwa kubaya, wakafahamu, wakajirekebisha, wakawa ni watu wema. Na wengine wala hawakutumiliwa nguvu, wamesikia tu maneno yakisemwa, wakasema maneno yamenyoka, hayatoki kwa binadamu, wakanyoka, wakaongoka. Lakini wengine kwa kiburi chao ndo wakawa wanafanya vituko kama hivi. Allah akazidi kuwashusha, wakawa watu dhalili. Qul lahum ya Muhammadun, waambie Muhammad, inna hadha al-Qur'an, hakika ya hii Qur'an, hudan lilmu'minina min ad-dalala, ni mwongozo tosha kwa waumini wa kuwatoa kwenye upotovu. Yoyote anayependa akaitegea sikio na akaifungulia moyo kwa kuizingatia, lazima abadilike. Qur'ani hii kwa hiyo inakuwa ni mwongozo wa kumuelekeza kwenye njia ya sawa sawa na kunufaika na muda atakaoishi hapa, kwamba atakayoyafanya kwa mwongozo wa Qur'ani atakuwa akapatia na atakuwa natija kwake, maana ataenda kulipwa. Kaongozeka kwenye njia ya sawa kwa sababu Qur'ani imemuongoza. Washifaa lahum, na hii Qur'ani ni dawa kwa watu, minal jahli washaki waraibi, ni dawa ya kuwatibia maradhi ya ujinga, ujahili na matatizo ya kuwa na mashaka, kila wanachoambiwa mbona hatuelewi vizuri, na ile kutia ukatoa. Hivi kweli Mungu anaweza akamchagua mtu kama sisi akawa mtume wake? Kwa hiyo wana mashaka na madai ya Muhammad kuwa mtume wa Mungu. Kwa nini Mungu muumba akapeleke ujumbe wake kwa mtu masikini, fakiri, lofa, yatima? Na katika makuzi yake hatuna historia ya kwamba yuko kwenye safu ya uongozi. Labda huyu anatokana na safu ya uongozi, mtu tu wa kawaida, Mungu ndo akamchagua yeye awe kiongozi wetu. Lakini kwa wanaoiamini Qur'ani inakuwa ni tiba kwa matatizo ya shaka kama hizo, inawatoa na inawaelekeza kwenye njia ya sawa. Huwa lilladhina amanu, hii Qur'ani kwa wale wanaoiamini, hudan wa shifaa, inakuwa ni mwongozo na inakuwa ni tiba tosha ya matatizo ya nyoyo zao. Walladhina la yu'minuna, na wale wasioiamini Qur'ani, fi adhanihim waqrun, hawa ndio ambao kwenye masikio yao kuna uziwi. Wa huwa alaihim ama, na kwenye macho yao kuna upofu. Qur'ani iko sawa, inaelekeza kwenye haki na mafanikio, lakini kuna watu hawaongoki kwa sababu hawaoni zile njia za kuwapeleka kwenye hayo mafanikio. Masikio hayasikii, macho hayaoni, na nyoyo hazizingatii haki kwa sababu ya ukafiri. Kama anna hadha al-Qur'ana rahmatul lilmu'minin, kama ilivyo hii Qur'ani ni rehema kwa waumini. Huwa shifaun, Qur'ani hii pia ni tiba, ni dawa. Watahasatun ala al-kafirin, upande mwingine ni dawa kwa wale wanaoiamini, lakini inakuwa ni sababu ya maangamizi kwa wale wanaoipinga. Kakaulihi ta'ala, maneno haya ni sawa sawa na maneno yake Allah mtukufu aliyosema, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Tumeteremsha katika Qur'ani hii mambo ambayo ni tiba ya matatizo ya nyoyo za viumbe na ni rehma kwa walioiamini. Wanatolewa kubaya, wanapelekwa kwenye mafanikio kwa imani yao. Wala yazidu dhalimina illa khasara, lakini hakuzidi chochote kwa madhalimu kuwepo kwa Qur'ani hii, ila kwao kinachozidi ni hasara. Na kila wakikejeli, wakaipinga, wakaidharau, wanazidi kuingia kizani. Lakini wale wanaoifuatilia, wakaisogelea, inawaongoza na inawatoa ikawapeleka mahala pema. Kwa hiyo upande mmoja ni dawa kwa wanaotaka dawa,
na upande mmoja ni sumu kwa wale ambao hawaelewi maana. Qala fi hashiyati al-Baydawi, amesema mfasiri kwenye Hashiyatul Baydawi, ni kitabu hicho, innal Qur'ana, hakika ya hii Qur'ani, liwaduhi ayatihi, kwa ule uwazi wa aya zake, jinsi inavyofahamisha mambo vizuri. Hata mtu mwenye kiwango cha chini cha elimu Qur'ani anaifahamu, haihitaji uwe na fani nyingi kujua maana yake. Hata hiyo sio lugha yako Kiarabu, lakini ndo kama hivi tunapitishana na tunaelewa pamekusudiwa nini nani. Hakuna asiyefahamu, iko wazi. Si kitabu kinachohitaji ala nyingi ili uweze kukifahamu, kiko wazi, lugha nyepesi, anaelewa kila anayefahamishwa. Wasatoi barahinihi, na zile hoja na dalili zilizowekwa katika Qur'ani zinakinaisha nyoyo. Mtu yote akipewa hoja ya Qur'ani anaelewa kwa haraka. Kwa jinsi ilivyo Qur'ani, hadin ila alhaqi, inamuelekeza, inamuongoza mwenye kuitaka katika haki moja kwa moja, anaongokewa mtu. Wa muzilu liraibi wa shaki, na Qur'ani inapofika moyoni kwa mtu mwenye kuitaka inakuwa ni kitu mwafaka cha kuondolea moyoni hapo mambo ya shaka na ile tia toa. Ni kweli si kweli? Qur'ani itakwambia wazi ni kweli. Hapa kuna faida hapa kweli au hasara? Itakwambia hapo ni faida tupu. Iko hivyo Qur'ani ukiitaka, lakini ukiikataa ndo utakwenda kwenye hizo sababu ambazo Qur'ani yenyewe inashangaa. Mtu aliyeumbwa vyema na akili kuwa na tabia kama hii. Na pia Qur'ani kwa jinsi ilivyo wazi, wa shifaa'un min da'il jahli wal kufri wal irtiyabi, ni tiba tosha Qur'ani inapowekwa moyoni mwa mtu ya kutibia matatizo ya ujinga, ukafiri, au ile wasiwasi wa moyo kuwa ni kweli si kweli, kuna manufaa hapa au hasara. Matatizo hayo yote ukiishika Qur'ani kama unaielewa yanatibika. Wa min irtiyabi fihi, pia inatibu yale mambo ya raibu, ya shaka zilizomo ndani ya moyo wa mtu mwanadamu. Walam yu'min bihi wa man irtaba fihi, mwenye kufanya hiyo shaka katika Qur'ani, anayejifanya haielewi vizuri, walam yu'minu bihi, na akawa haiamini Qur'ani, basi upande wake inakuwa ni kinyume. Haongoki na badala yake huzidi kupotoka, hafanikiwi na badala yake huzidi kuingia kwenye hasara, kwa sababu kakikataa kitu ambacho ni ufunguo muhimu wa kumtoa yeye, kumpeleka mahala penye mafanikio. Fartiyabihi inama nashaa an tawaghulihi fi ittiba'i shahawati, shaka ya mtu anayokuwa nayo kwenye Qur'ani inatokana na kule kuidharau kwake, kuipuuza kwake, akawa hayuko tayari kufuata haki, lakini moyo wake anautuma katika kufata matamanio ya nafsi yake. Ukiwa ni mtu unayeendekeza moyo wako unataka nini ukaukidhia haja, hunufaiki na Qur'ani. Hata kama imekuja kwa lugha unayoielewa, hutonufaika nayo. Ipo na itabaki kuwa na uwazi wake ule ule, ukweli wake ule ule, lakini wewe hufahamu kitu wala hufanikiwi, upati faida za kuwepo kwake Qur'ani. Watakaudihi an tafaqudi ma yusaiduhu wa yunjihi, anapata hasara mtu kwa kule kuikataa kwake Qur'ani na kuacha kuizingatia, kuisikiliza kwa usikivu wa kuizingatia. Ipo, lakini utasoma mwenyewe au utasomewa, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kwa mfano.
usikaribie zinaa. Huu ni uchafu, si tabia nzuri kwa binadamu aliyeumbwa vyema, na hii njia mbaya, sio ustaarabu. Utaisoma mwenyewe hiyo aya, utaisikia, alafu utafanya vile vile, utafanya uchafu na utapita njia mbaya, na hatimaye matokeo yake muda utautumia sivyo, unamalizia na hasara. Alafu siku ya siku ukishaingia hatiani, ndo utakuja kusema lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Ingelikuwa sisi tunasikiliza vizuri, usikivu wa mazingatio, au ingelikuwa tunatumia akili kuyadadavua yale tunayoambiwa katika dini, sisi si wakuwa watu wa motoni. Lakini unakwenda kuyakumbuka mahala sipo. Pale mahala muafaka pa kuyakumbuka hayo, hapa ulikuwa una mambo yako mwenyewe. Kile sicho wewe ndo ulikiona ndicho, na kile kilicho ndicho wewe hapa unakiona sicho. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa, huwezi kunyookewa. Sasa hawa ambao Qur'ani imekuja ikasoma mbele yao wakaisikia mpaka wamemaliza muda hapa hawajafanikiwa, ulaika yunadauna min makanin baidin, hawa watakwenda kuitwa kutoka mahala mbali. Yani haya ni mambo ya akhera, majina yao yataitwa kwingine ambako hakuna kheri yoyote na wao, lakini watalazimika waende motoni. Ulaika alkafiruna bilqurani, hawa watu ambao duniani hapa Qur'ani iko mbele yao, wanasomewa au wanaisoma alafu hawanufaiki nayo. Makafiri kama hawa wanaoipinga Qur'ani, kama ni unada min makani baidin, kama ni mtu anayeitwa masafa ya mbali, ule wito haukumfikia au kashindwa kuufafanua. Fa innahu la yasma'u wa la yafahamu ma yunada bihi, mtu anayeitwa kwa mbali hafahamu wala hasikii hilo analoambiwa. Yani mtu akae Shinyanga afunge amplifier yenye nguvu, amwite mtu wa Mwanza, sauti kule litatoka kubwa, lakini haitofika Mwanza. Ndiyo kwa sauti tu ya bomba na masafa haya yaliyopo huku haikufikii hiyo sauti. Ndo kama kwamba hawa wanaoipinga Qur'ani wanasemeshwa maneno, lakini kuna distance kubwa kati yao na yule anayewasemesha, hawasikii. Wa hadha ala sabili tamthili, Allah kaongea hivi kwa lugha au kwa njia ya kupigia mfano. Yule anayewaita kwenye kheri kama kwamba yuko masafa marefu na wao, kwa hiyo hawamsikii wala hawafahamu anasema nini. Hata kama sauti itafika sauti dhaifu, wanashindwa kuifafanua ina ujumbe gani, ndo maana yake. Qala Ibn Abbas, amesema Abdul Islami Abdullah ibn Abbas, yuridu, anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul bahimati allati, hawa makafiri mfano wao ni kama mfano wa mnyama ambaye la tafahamu illa duaan wa nidaa, hafahamu maneno yanayozungumzwa kwa lugha fasaha na anaambiwa mahala karibu, lakini hakuna mtu ambaye anafuga mifugo yake. Kwa mfano mbuzi, katoka kuchukua mifugo yake alikokwenda kuwaweka malishoni, lakini kabla hajaondoka kutoka hapo kurudi nao nyumbani zizini, akawaekea kikao kwanza mbuzi wake. Akamwambia, mbuzi wangu, mnaona mmeshakula, mmeshiba, kila mmoja tumbo limejaa, tunaondoka hapa tunarudi nyumbani, lakini njiani mna mazao ya watu, msije mkanitafutia shida na wakulima. Mmeshashiba, twende salama, musile vitu vya watu njiani. Kuna mfugaji gani anaweza akawafanyia mkutano wanyama wake akawaambia kwa lugha fasaha bayana, alafu wale wanyama wakaelewa maneno mazuri?
na uko karibu nao, mbuzi wako unawaambia, lakini mbuzi kweli wanaweza wakaifahamu hotuba yako, kusikia wanasikia, wanayo masikio na sauti inafika, lakini toa hotuba hata dakika 15 hawaelewi hata neno moja. Wakirudi pale wameshiba, wakikuta muhogo watatafuna majani, wakikuta kunde watatafuna majani, wakikuta chochote watatafuna, na mbuzi wako wengi utashindwa kuwadhibiti wote. Kwa mfano, ndio maana Allah akasema, wa mathalu alladhina kafaru, mfano unaoendana na hawa makafiri na huyo mtume aliyetumwa kwao, mfano wao kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Huyo mtume akiwalingania watu wake, waumini wanafahamu anachowaambia, lakini mfano wake yeye na makafiri ni kama kwamba huyo mtume anaongea na viumbe wasiokuwa na uwezo wa kusikia katika maneno yake, ila wanasikia mambo mawili tu, duaan wa nidaa. Mmefahamu duaan wa nidaa? Mfano huu wa wanyama, mbuzi unatoka nao machungani, njiani kuna mazao ya watu huchukua tahadhari, wale mbuzi wakawatia vikopo mdomoni vikafungwa. Kwa hiyo hata akikuta vitu vya watu hana uwezo wa kutafuna, mdomo umehifadhiwa. Halafu pamoja na kwamba hatotafuna, lakini lazima atatoka njiani apite kwenye shamba la watu, na akipita mmoja na wengine wanamfuata, watakanyaga mazao ya watu. Sasa mchungaji mara nyingi huwa na fimbo kubwa. Yule mnyama akifanya sivyo, lile fimbo likinyanyuliwa, yeye huwa keshaelewa, anapiga mbio, anaondoka. So hii itashuka mwilini. Au kama yuko mbali, anafahamu mnyama wito wa bwana wake anayemwita, we, utaona anakuja mbio. Umetumia lugha yako anayoielewa, unamwita anakuja. Hii ndo dua. Kuna maneno fulani, kuna alama fulani unaitumia, umemzoesha mnyama wako kumuitia hiyo, anakuja. Hata paka anakuja, ndio hii ndo lugha pekee anayoielewa. Kwa hiyo dua ni ile saini unayoitumia kumwita akiwa mbali, anaifahamu mnyama, utaongea naye kwa lugha hiyo, anaitikia, anakuja. Nidaa ndo hizo signs nyinginezo. Anafanya sivyo, ukimnyanyulia fimbo, akiona ile hufanya lile litakiwalo. Hayo mawili tu ndo anayaelewa mnyama, lakini tena si umweke kikao uzungumze naye kwa hutuba ya ufasaha, maneno mazuri, hafahamu chochote. Kwa hiyo na makafiri wako kama hao wanyama, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Hawa makafiri wako kama wanyama, lakini wao wamepitiliza, wamepotea zaidi kuliko wanyama. Maana wanyama vile ndivyo walivyoumbwa, ila binadamu hakuumbwa hivyo. Kwa hiyo yeye kapotea mbali kuliko wale wanyama. Ndio maana pia ya kusema thumma radadnahu asfala safilin, tumemuumba binadamu vizuri, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin. Mwanadamu tumemuumba kwenye umbile bora, yuko vizuri, lakini mwenyewe hutengeneza mazingira tumshushe hadhi na daraja yake, akae chini kuliko wale tuliowaweka chini yake. Yani yule mbwa wako anaweza akawa ana thamani kuliko wewe mwenye mbwa wakati mwingine. Maana mbwa anaheshimu kanuni ya maumbile, wewe binadamu unavunja na uheshimu kanuni hata ya maumbile. Kwa hiyo yule pia anakuwa ana thamani kuliko wewe. Walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika tumempa Musa kitabu, kama ambavyo wewe Muhammad tumekupa kitabu cha mwongozo. Fakhtulifa fihi, watu wa Musa walipelekewa mtume wao mmoja, Banu wa Israeli, mtume wao mmoja Musa, na akapewa kitabu cha mwongozo Taurati.
lakini fakhtulifa fihi, watu waliopelekewa mtume mwenye kitabu walihitilafiana katika kufahamu na kukifanyia kazi kitabu chao, na hitilafu kubwa, wako waliokiamini na wako waliokikufuru. Kwenye makundi hayo mawili kama tulivyosoma, la tastawi alhasanatu wala sayyi'a, hawa walioamini hawako katika sampuli moja, wanatofautiana kwenye viwango vya imani na ubora wa utendaji wao katika taa. Na hawa makafiri nao, ingawaje wako kwenye kundi moja makafiri, lakini wanatofautiana katika shari ya tabia zao na viwango vyao vya utendaji wa hiyo kufuru. Kwa hiyo Musa naye alitumwa kwa watu wake, lengo hawaongoe. Kapewa kitabu cha mwongozo kama wewe ulivyopewa kitabu cha mwongozo, lakini kitabu hicho wafuasi wake walihitilafiana ndani yake. Yani, wallahi laqad a'tayna Musa at-Taurata, kwa hakika wewe Muhammad sio wa kwanza, tumeshatuma mitume wengi nyuma yako. Mfano Musa tumempa kitabu cha Taurati, tulimjalia ni mtume kwa watu wake, na tukampa kitabu cha Taurati awaongozee watu wake. Fakhtulifa fiha, pakahitilafianwa kwa hayo maagizo yaliyomo ndani ya Taurati. Ikhtalafa fiha qaumuhu, walihitilafiana watu wake kwenye hicho kitabu. Ma baina musaddiqu laha wa mukadhib, wakapatikana waliokisadiki wakashikamana nacho wakanufaika na mwongozo wake, na wakapatikana waliokikataa na kukipinga, kwa hiyo wakapata hasara kwa kukipinga kitabu hicho. Hakadha, basi kama yalivyofanyika huko nyuma, hali ndio iko hivi. Hakadha halu qaumuka, hii ndiyo hali ya watu wako na wewe, binisbati alqurani, upande wa kitabu chako tulichokupa uwaongozee. Washagawanyika watu wako, wengine wamekikubali, wengine wanakikataa. Qala al-Qurtubi, amesema Qurtubi, faamana bihi qaumun wa kadhaba bihi qaumun, watu wako hawa Waarabu wenzio Muhammad, kuna waliokiamini kitabu tulichokupa na kuna waliokikadhibisha kitabu tulichokupa. Kwa hiyo pametengenezeka kambi mbili ambazo watu wake hawawivi chungu kimoja, ni maadui wao kwa wao, na ndio wakafika kupigana vita vya kutoana roho. Kisa wanaitwa kwenye haki hawataki, wengine wanaenzi walichonacho, na hawa wamepewa haki wakaikubali, wanaolazimishwa na hawa wapinzani wao waikatae, warudi wafanane kwenye batili, na wao hawako tayari. Mtu anakuambia umekufuru dini ya wazee wako, tutapambana na wewe mpaka utakapoacha hiyo dini yako ya Mungu mmoja, uje tufuate dini ya wazee wetu. Na wasema huko kwenye ujinga huo haturudi tena, sisi tutatetea imani yetu. Wamehitilafiana watu ambao ni jamii moja, familia moja, wanaongea lugha moja, ni watu wa mila na utamaduni mmoja, lakini mila na utamaduni wao umebadilika baada ya kuja tofauti ya imani. Hawa wana imani nyingine na hawa wana imani nyingine. Lakini Allah akamwambia mtume wake, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum, kama si maamuzi ambayo Mola wako kajiandikia, katoa tamko, kalithibitisha kwa maandiko la kwamba mambo ya watu wako hawa yatakuja kuhukumiwa siku ya Kiyama. Kama si msimamo huo na maamuzi yake Allah Mola wako, laqudhiya bainahum, wangehukumiwa kabisa hapa hapa duniani, pangejulikana mbivu na mbichi, kama yalivyofanyika kwa umma zilizopita. Wameangamizwa wakorofi, wakasalimika wale wema na wakaendelea kuishi. Ingelikuwa Allah ana sera zile zile, hajajiandikia utaratibu mpya, angehukumu mapema kabisa, mukasalimika na shari za hawa waovu. Lakini vumilieni, mtakuwa nao, mtachanganyika nao kwenye uwanja mpana. Waumini wako hapa hapa na makafiri wako hapa hapa,
watenda mema wako hapa hapa na watenda maovu wako hapa hapa, tumechanganyika. Ndo mtihani wetu. Siku ya kwenda kupewa matokeo iko mbali, lakini hapa ni mahala pa kufanya mitihani. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum, kama sitamko lililoshatangulia ameshaliandika Mola wako, hawa watu wangefanyiwa maamuzi magumu. Yani maana yake walaula anna Allah hakama bitaakhiri alhisabi waljazai, lau sio Allah kujiwekea maamuzi ya kwamba ameiakhirisha saa ya hisabu na malipo. Hapa ni mahala pa kufanya, lakini kumetengwa siku ya kuja kupewa matokeo ya kile ambacho hapa mnafanya. We fanya tu, dharau ibada, usijitume kutafuta haki, usisome ukaelewa, ishi hivyo hivyo kienyeji unavyotaka. Saa unazotumia kuishi hapa zinahesabika. Zikimalizika dakika zako unaondoka kwa kifo, na unaondoka na mzigo wa yale ambayo ndani ya muda huu uliyafanya. Lini unaenda kupewa matokeo? Hiyo siku imeakhirishwa mpaka siku maalum. Inna yawma al-fasli kana miqata. walaula anna Allah hakama bitaakhiri al-hisabi wal-jazai, lau sio Allah kuakhirisha zoezi la kwenda kuwahisabia watu na kuwalipa lilkhalqi, viumbe wake, kwa yale walioyafanya duniani. Imeakhirishwa kesi yao au zoezi hili la kwenda kulipwa ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Kama si maamuzi hayo ya Allah, la'adhabahum wa ahlakahum fi dunya, angemuadhibu kila kafiri na akamuangamiza hapa hapa duniani. Kila mbishi kishafikishiwa hoja hataki, Allah angemuadhibu hapa hapa. Lakini hata kama umepewa miaka 200 ya kuishi, Allah atakuachia muda wako mpaka umalize wote. We utumie kwa fujo tu, hana haraka na wewe, kama wanavyosema Waswahili, kuku wangu mwenyewe manati ya nini? Jioni anarudi huyu, namkusudia awe mboga ya kesho, nampata tu, hahitaji umpige kwa manati. Kwa hiyo na wewe Allah ndo kakuleta na kuhudumia na kugharamia, kakupa a period of time ya kukaa hapa. Tumia muda wako vibaya, ujifurahishe kwa muda huo mfupi. Ukimaliza huo muda, kuna siku unaenda kupewa matokeo ya nini ulichokifanya hapa. Lakini Allah keshaweka taratibu zake na hana kigeugeu, haendi kinyume. Kakupa muda wa kutosha wa kukaa hapa, ndo mtaji wako. Uutumie kutengeneza makazi mazuri utakaporejea baada ya kuondoka hapa. Hukutaka wewe, vuruga tu, utakuwa unajitengenezea makazi mabaya wewe mwenyewe. Lakini matokeo hutoyaona hapa, kwa sababu siku ya kupewa matokeo imeakhirishwa. Na kama ingelikuwa kweli kila anayekosea anaadhibiwa pale pale baada ya kosa, hapa duniani pasingekuwa na mtu tena. Na kama wangekuwepo wangetaadabu, mtu angekuwa anajichunga, ukifanya hilo unakufa, ukifanya hilo unapata adhabu fulani, tungenyoka. Lakini Allah katupa uhuru, tuna khiari, mambo yanaenda sawa. Hata ukifanya lile la kufuru la hali ya juu, mwenyewe unajiona uko salama, haina noma. Mbona sijaambiwa kitu? Mbona sijafanywa kitu? Si kweli yanayosemwa. Unafanya mwenyewe kwa raha zako, unatumia uhuru wako vibaya, lakini unajiangamiza mwenyewe. Wa innahum la fi shakkin minhu murib, hawa watu wako Muhammad wameletewa ujumbe muhimu kwao, lakini watu wako huu ujumbe wana mashaka nao. Wa innahum, hakika ya hawa watu wako, la fi shakkin minhu, hii Qur'ani wanashaka nayo, hawaiamini sawa sawa. Wanasema kama si kweli vile, kama utani vile, wanaishi hivyo upande wa Qur'ani. Kwa hiyo hata itoe maonyo makali, itoe kauli za kutisha, mtu hatishiki. Ndo kwanza anasema in hadha illa asatirul awwalin. Hii Qur'ani si maneno ya Mungu, si chochote, ni maneno yaliyonukuliwa kwenye maandiko ya vitabu vya watu wa kale. Iktatabaha,
Muhammad anaandikisha hadithi hizi za watu wa kale, fahiyatumla alayhi bukratan wa asila. Kuna wataalamu wasomaji wa vitabu vya zamani ndio wanaomfanyia imla, wanamsomea maneno yaliyomo kwenye hivyo vitabu, halafu yeye anazuka anajidai nimepewa wahi, Mungu kaniambia. Maneno haya yalishasemwa wazee wetu, tulikuwa tunawasikia habari ya kiyama, habari ya dhambi na nini. Ni mambo ya watu wa kale waliyatumia kuwadhibiti watu wao, lakini sio kweli. Wa innahum, hakika ya hawa watu, la fi shaki minhu murib, wanashaka na hii Qur'ani. Shaka yenyewe inawafanya wasiwe na maamuzi mamoja. Kila wanaloliona, kila wanalosikia, na wao hujiongeza wakajiuliza, lakini ni kweli au tunadanganywa? Hili linawezekana hili? Mbona naona kama haliwezekani? Kama wanavona mashaka na mambo mengi, mtu kufa, kufufuliwa, kwenda kuhesabiwa kwa yaliyofanyika hapa wakati yashasahulika. Mtu anayekumbukaje mambo ya ujana wake alipokuwa na eji ya miaka 18, 20? Sasa hivi ana 100 na kizee yuko hapa. Nani anayekumbuka hayo? Watu hujiangalia uwezo wao wakamkadiria, na huyo Mola wao yuko hivyo hivyo. Mimi nishafanya hayo mambo ya ujanani tangu huko, bado yanajulikana tu, nani kayahifadhi? Hata wewe huamini, unajua na uko salama tu, lakini hakuna ulichokifanya kikawa kimepotea. Vyote vimetunzwa kwenye kumbukumbu, na tumesoma kwenye sura hii kumbukumbu hizi mpaka ndani ya mwili wako mwenyewe zimo, hazipotei. Ukilitamka neno, wewe unaona umeshalitamka, lakini athari ya neno ulilolitamka inabaki kwenye mwili wako, linakuwa recorded kwenye genes na chromosomes zako. Ukikitenda kitendo ikiwa cha kukufurahisha au cha kukuchukiza, hicho kinabaki athari yake, hata kama kwa kupitiwa na siku utasahau. Kusahau ni kawaida ya kimaumbile, lakini hicho kitu bado kitakuwemo athari yake mwilini. Na ndio maana unaweza ukakaa mahala ukalisikia jambo la miaka 20, 30 iliyopita, ukasema hili jambo limenikumbusha mbali. Ile kitendo cha kwamba umekumbuka, maana hicho ulichokumbuka kumbukumbu zake zimo mwilini mwako. Sasa wewe fanya utakavyo, lakini hakuna kile unachokifanya kikawa kimepotea, hicho kimebaki, na uko mbele ya safari unaenda kukikuta tu. Wa inna haulai al-kufari, hakika ya hawa makafiri, la fi shakkin min al-Qur'ani, wallahi wanaishi mashaka, wanaishi maisha ya kuitilia shaka hii Qur'ani. Hawaiamini, kila wanachokikuta wana mashaka nacho. Ni kweli si kweli? Si kweli. Lakini hata akisema si kweli, unakuja msukumo wa upande wa pili, lakini ikiwa kweli, je, inakuwaje? Potezea. Ana mashaka na Qur'an. Litaladi uqulihim wa ama basairihim, wanakuwa wana mashaka na Qur'ani iliyonyoosha maelezo, kwa sababu akili zao zimejazwa ule ushupavu na jeuri. Mtu ana maamuzi yake binafsi, kajiwekea msimamo, siwezi kubadilika, nitaenzi nilicho nacho. Yuko hivyo, hataki kuruhusu mabadiliko. Wa ama basairihim, na macho yao au ule uoni wao wa moyo umepofuka. Nyoyo wanazo za kuzingatia, hawataki kuzitumia vizuri, zikazingatia mambo kwa uhalisia wake. Muqi'u lahum fi ashaddi raibati, kule kupuuza kwao, kuto kuzingatia kwao kwa nyoyo zao kunawapelekea katika hali ya kuwa na shaka. Kila jambo, hata kama ni la kweli, hata kama ni la haki, nyoyo zao hazisomi sawa sawa. Kila kitu wanakuwa wanashaka nacho, kuwa nyoyo zao zimepofua. Muqi'u lahum fi ashaddi arraibi walitirabi, kunawapelekea katika hali ya kuwa na shaka na mambo yote, na hawana msimamo unaoeleweka. Hajui kuchagua, hapa lililo sahihi ni hili. Hana msimamo kwenye maamuzi yake. Lakini Allah akasema, man amila salihan,
fali nafsi. Nyinyi duniani hapa ni watahiniwa na mmepewa muda wa kutosha wa kufanya mtihani wenu. Ni umri mtu atakaoishi. Kwenye umri uliopewa wa kukaa hapa duniani, ukiutumia vizuri, uzuri wa matumizi ya umri wako, manufaa yake yatarudi kwako mwenyewe. Na kinyume chake, umri uliopewa unaishi na unafanya mengi, lakini hayakufuata utaratibu. Kutokufuata utaratibu ndani ya umri wako, hiyo ni hasara unayojitafutia mwenyewe. Ukitenda kheri unajitendea mwenyewe, na ukitenda shari unajitendea mwenyewe. Man amila salihan fali nafsi, mwenye kutenda mema aelewe mema hayo anajitendea mwenyewe. Man amila salihan fali nafsi, mwenye kutenda mema, mema hayo anajitendea mwenyewe, ni hakiba yake. Mbele ya safari atayakuta mema yake. Wa man asaa, na anayefanya maovu, fa alaiha, anaitendea nafsi yake pia. Maovu yako yote unalimbikiziwa na utakuja kuonyeshwa siku ukifika. Man amila shay'an min as-salihati, mtu mwenye kujituma kufanya mema yoyote yale, anayefanya kitu katika wema, fi hadhihi dunia, kwenye maisha ya dunia hii, fa innama, si vinginevyo, yaudu nafa dhalika, manufaa ya wema huo aliyofanya yatarudi ala nafsihi, kwenye nafsi yake mwenyewe. Wema huo aelewe kajifanyia mwenyewe. Na Mtume ametuambia, la tahqiranna min almarufi shay'a liannaka la ta'lamu biayha tanalu ridha arrahmani. Mu'min, jitahidi usidharau haya mambo mema mema, japo madogo madogo. Haya madogo yanayofanywa mara kwa mara, fanya kwa wingi, kwa sababu ukiyadharau madogo madogo, na makubwa mwenyewe yenye fadhila huyawezi. Haya madogo yaliyo ndani ya uwezekano katika mema, usidharau chochote. Wahindi ni watu wa biashara na wataalamu sana wa mahesabu. Wanasema dogo dogo mingi shinda kuba moja. Yani ukiwa na biashara ambayo inatakiwa mara kwa mara watu wanakuja kununua cha 500, 1000, 3000, 5000, linaenda. Hizi hisabu za hela ndogo ndogo hizi zinashinda zile biashara zenye kutaka mahela mengi. Hiyo 2.5 milioni. Mtu anafikiri mtu wenyewe mnyonge, anaenda kujinduliza kwanza. Biashara ndogo ndogo ambazo zinahitajika mara kwa mara kwenye jamii na zinakuja kuchukuliwa, unauza kesho unaweka nyingine, faida yake ni kubwa kuliko biashara kubwa yenye kuhitaji hela nyingi. Hata kama haiharibiki, mali yako ipo, lakini unatumia muda mwingi kuiuza. Sasa hizi ndogo ndogo, hata kwenye amali pia Mtume katuambia tusidharau amali njema zile zilizoko katika uwezekano. Ikitokezea fursa, kuna jambo jema unaweza kulifanya, fanya, ni lako hilo, unajiwekea. Ukidharau kulifanya, ndio umeweka blank, faida ile jambo unaipoteza bure. Mnifahamu eh? Faida ipo, lakini unaipoteza bure. Usidharau katika mambo mema chochote, kwa sababu wewe binadamu hujui kwa jema lipi katika haya madogo madogo, ukilifanya unapata radhi ya Mola wako mwingi wa rehema. Tunasomewa katika tarehe kwamba kuna mwanamke alikuwa na kiu, tena ni mwanamke muovu, mchafu wa tabia, malaya. Kashikwa na kiu njiani, lakini akaona kuna kisima, kashuka mwenyewe, kavua hofu yake, kaenda kuchota maji kwenye kisima, akanywa. Alipotoka tu kwenye kisima, akashapoza kiu yake, kamkuta mbwa anakaribia kuramba mchanga kwa kiu, jua kali, ulimi nje. Yule mwanamke ikamjia hisia, huyu mbwa ana kiu kama ile niliyokuwa nayo mimi. Karudi tena kwenye kisima, kajaza maji kwenye hofu yake, akaja akamwekea yule mbwa, akanywa, akamshukuru kwa lugha yake anayoijua. Ikawa ndo sababu ya huyu kupata radhi ya Allah. Allah akamuondoshea ile tabia yake mbaya na akamsamehe makosa yake kwa dua iliyoombwa na mnyama kwa lugha yake. Yeye wala hakujua yule mbwa akamshukuru vipi. Wanyama wana shukurani nao.
Unaweza ukamkirimu mnyama wakati ana shida, njaa kali, hata kama ni paka. Akishashiba ukaona kaja mapajani, hata kama hajakuzoea, analala pale, anakushukuru. Sasa katika mema, musidharau kufanya mema. Kila ambalo liko kwenye uwezekano liwahi. Unajiwekea hilo, halijapotea, kwa sababu huwezi kujua kwa jema lipi na kwa mazingira gani umelifanya unapata radhi ya Allah, anakulipa vizuri. Fanya mema. Na maovu vile vile usidharau katika maovu, kwa sababu huwezi kujua ovu lipi ukilifanya kwenye mazingira fulani utapata ghadhabu za Rahmani. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi maisha ya mtihani. Sisi ni watahiniwa, tuchague mambo ya kufanya na tutumie muda kwa faida. Ikitokezea possibility ya kwamba kuna jambo jema linataka kufanywa, uwezo unao wa kulifanya, wahi haraka lifanye. Umeweka hilo, halijapotea. Kwa hiyo man amila shay'an min as-salihati, mwenye kufanya kitu chochote katika mambo mema, fi hadhihi dunya, katika dunia hii, fa innama yaudu nafa dhalika ala nafsihi, manufaa ya wema huo yanarudi kwenye nafsi yake mwenyewe. Wa man asaa, na mtu yote anayefanya uovu, fi dunya, katika dunia hii, fa innama yarji'u wa bala dhalika wa dararihi alayhi, majanga ya baya alilolifanya na madhara yake yatarudi kwake yeye mwenyewe. Kuna siku atayakuta yatamliza. Kapuuza, kaona mambo madogo madogo tu, akairidhisha roho yake ya furahi ndani ya muda mfupi, lakini atakuja kujuta na atalia ndani ya muda ambao hauna mwisho, kwa jambo ambalo lilikuwa linaepukika. Wama rabbuka bidhallami lilabid, aya yetu imemalizia kwa kusema wama rabbuka bidhallami lilabid, wala Mola wako si mwenye kuwadhulumu waja wake. Hakudhulumu kwamba umetenda jema akalipotezea, sema hili halina haja ya kuliandika, achia. Anasema in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Unalolifanya leo hapa duniani, hata kama lina uzito wa khardal, khardal ni chembe kama ya uwele vile. Ukitenda wema wenye uzito kama ya chembe ya uwele, haupotezwi, unahifadhiwa, unakaa kwenye mambo yako. Na ukifanya uovu wenye uzito kama khardali, haupotei uovu huo, unahifadhiwa, utakuja kukuta kwenye hisabu yako. Wakafa bina hasibin, na Allah anasema sisi ni wahasibu wazuri, hatuharibu mahesabu, hatuharibu records. Wewe tenda, sisi tunahifadhi unachotenda. Utakuja kukuta kila kazi yako ipo. Wama rabbuka bidhallami lilabid, Mola wako hawadhulumu waja kwa kuwapotezea mema yao, kwa kuyadharau labda madogo madogo, au kuwasingizia maovu kwa sababu kawachukia, na hilo mbambikizie, na hilo mbambikizie. Wallahi utakuta rekodi safi ya mambo yako, na kila utakalolikuta mwenyewe utathibitisha hili kweli ni langu, nilitenda mahala fulani kwenye mazingira fulani. Hapa unatenda, lakini unalolitenda ni lako, na kuna siku utakuja kulikuta. Walaisa Allahu, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mansuban ila dhulmi, hanasibiani, hafanani, hahusiani na aina yoyote ya dhulma, hata yuadhibu bighairi saati, mpaka ipelekee aje muadhibu mtu pasi na makosa. Adhabu utakayopewa ni saizi yako, inafanana na kila kosa ulilolifanya. Hata kudhulumu Allah kwa kukubambikizia, kukuongezea mambo yasiyokuhusu, wala hata kudhulumu Allah katika wema, kukupotezea baadhi ya kumbukumbu zako muhimu. Chochote unachofanya kipo kwenye record, na siku ya hisabu utakuja kukabidhiwa mwenyewe. Fahuwa ta'ala, kwa hivyo yeye Allah mtukufu, la yuaqibu ahadan illa bidhambihi, hatamwadhibu yoyote isipokuwa atamwadhibu kwa mnasaba na kosa lake. Kila ulilolifanya katika kosa utayakuta malipo yake kosa hilo. Wala yuaqibuhu illa bijurmihi, hatomtesa yoyote Allah isipokuwa kwa jinai aliyofanya, jarima kafanya duniani, kwayo atakwenda kukuta malipo yake.
Qala almufassiruna, wamesema wanawachuoni wa tafsiri, laysat sighatu dhalami az-zalami wama rabbuka bidhallami lilabid. Sigha hii ya tamko lililowekwa hapo, wama rabbuka bidhallami lilabid, anasema laysat sighatu dhallami huna lilmubalagha. Hiyo sigha iliyoko hapo ya tamko dhalami haiko katika maana linavyotumika mahala kwingine kwamba ni mubalagha, kwamba ni dhalim sana. Haiko hivyo. Wa inma hiya sighatu nisbatu mithli atir au atari. Hii ni sigha ya kunasibisha kitu, kama unavyoweza kusema atari wa najarin. Atarin ni mtu mwenye kuuza perfumes, ananukia. Najarin ni mtu carpenter, fundi saramala. Tamarin ni mtu ambaye biashara yake kubwa anauza tende, tamri. Mfahamiana? Kwa hiyo natumika kumnasibishia mtu na fani yake. Kwa hiyo Allah yeye hii dhulma hafanani nayo. Kwake dhulma sio mahala pake, ndo akajinasibishia hiyo sifa, yeye hafanani nayo, na katumia neno akakuoneshia laisa bidhallamin lilabid. Maana mtu mwenye mentality ya dhulma, dhallam, tabia yake kudhulumu, basi ndo hivyo. Hata kama analipa mishahara, haki ya jasho lako, wewe uchukua 10,000 kwa huyo, iweke huko. Muuza samaki kule mnadani, mmekwenda shazi ile ya samaki, anampetua moja, anamvunja mkia, tena anatafuta mzuri wapo. Yani wewe wa dalali wewe unaenda kusumbuka huko ziwani, anakunyang'anya hivi hivi, unaona anajichukulia tu bila ridhaa yako. Yani analazimisha hii iwe mazoea. Allah hana tabia hiyo. Hatumhukumu mtu kwa kumpendelea akamzidishia kitu kisichomhusu, si haki yake katika kheri, wala hatumuonea mtu kwa kumuongezea vibaya vya shari kwa sababu kamchukia tu, hampendi. Hayuko hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kanat lilmubalagha, ingelikuwa hiyo dhalami ipo kwa mubalagha, lauhama annahu ta'ala laysa kathiri dhulmi, ingelitengeneza maana ya kuonyesha kwamba Allah anadhulumu lakini hadhulumu sana. Mfahamiana? Ukisema hiyo ni ya mubalagha, ingeonyesha kwamba Allah hudhulumu lakini yeye huwa hadhulumu sana, anadhulumu kidogo kidogo tu. Na Allah hadhulumu hata dhulma ndogo ndogo. Walakinahu, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yani ukiileta hiyo katika sigha ya mubalagha, itamaanisha laisa kathir dhulmi, Allah hadhulumu sana, walakinahu yadhlimu ahyanan, huwa anadhulumu wakati mwingine kwenye baadhi ya maeneo. Itamaanisha hiyo, na hiyo sio sahihi kusifiwa nayo Allah. Allah hadhulumu kabisa. Wa hadha almaana, na maana hii ya kusema Allah wakati mwingine huwa anadhulumu, fasidun, ni dhana mbaya, maana potovu. Liannahu, kwa sababu yastahilu alaihi dhulmu, kwa Allah sifa ya kudhulumu ni muhali, hafanyi hilo jambo. Yastahilu alaihi dhulmu jalla waala, ni jambo muhali kwake Allah kudhulumu. Kwa leo inshallah tutafikia hapo, na tutakuja kuendelea na aya inayofuata kwenye darasa ijayo biidhnillahi taala. Tunaweka aya 46 leo, ila narudia tena mara moja hapo ambapo leo tumepita. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya, lau tungelijalia Qur'ani kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu kama baadhi yao wanavyodai, laqalu, wengine wangelidai na wangekuwa wamepatia, wangesema laula fussilat ayatuhu, tunaletewa ujumbe, mbona aya zake hazikufafanuliwa, hazieleweki? Na wangekuwa wamepatia.
kama ingelikuja Qur'ani kwa lugha ya kigeni, lakini wakasomewa Waarabu na ndugu yao Mwarabu, laqalu, wangelisema hawa watu, laula fussilat ayatuhu, mbona aya zake hazieleweki, hatuzifahamu. Ajamiyun wa arabiyun, lugha ya kigeni akasemeshwa Mwarabu alisioielewa, lugha ya kigeni isiyokuwa ya Kiarabu anasemeshwa Mwarabu ambaye sio lugha yake, hataelewaje? Wangejenga hoja hiyo na wangekuwa wamepatia, lakini haikuja kwa lugha ya kigeni, imekuja kwa lugha yao. Sasa wenye kudai kwa nini hakuongea kwa lugha mpya kama wanaodai watu wa dini nyingine? Qul, sema ya Muhammad, huwa lilladhina amanu, hii Qur'ani kwa wale walioamini, hudan wa shifaa, huu ni mwongozo tosha kwao na ni dawa ya matatizo yao ya nafsi, inatibu matatizo hayo. Walladhina la yuminuna, na wale ambao hawaamini ndo wamejikatalia, hatuna la kuwafanya. Fi adhanihim waqrun, kule kutokuiamini kwao Qur'ani ni kama kwamba mfano wake masikioni mwao mmewekwa nta, mmesindiliwa nta, sauti haifiki kwenye eardrum, kwa hiyo hawawezi kusikia kinachosemwa, kama hawasikii maana yake. Wa huwa alaihim ama, na hii Qur'ani mbele ya watu hawa walioikufuru kama pamefanyika upofu mbele yao. Kuna upofu, kuna obstruction inayozuia kuonekanwa na macho yao kile ambacho walitakiwa wakione, kama kwamba wamezuiliwa kuona, lakini hawajazuiliwa. Masikio wanayo na macho wanayo na nyoyo wanazo za kuzingatia, lakini hawataki kuzitumia kwa faida. Ulaika, watu hawa, yunadauna min makanin baidin, mfano wake ni kama wanaitwa lakini muhitaji yuko masafa marefu, far distance. Wanaitwa wao, lakini kama kwamba anayewaita yuko mbali, hali ya kuwa yuko karibu nao. Kukataa kwao tu ndo kunatengeneza picha kama kwamba wako mbali, hawasikii waambiwalo. Walaqad ataina Musa alkitaba fakhtulifa fihi, kwa hakika elewa Muhammad, Musa naye tulimtuma na tukampa kitabu cha muongozo awaongozee watu wake, lakini kwenye Taurati palifanywa hitilafu. Waliopewa Taurati nao walihitilafiana, minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu, wako walioiamini na wakaifanyia kazi na wengine wakaikataa na kuipinga, walihitilafiana. Mtume wamepelekewa kitabu kapewa, lakini waliopelekewa mtume na wakapewa kitabu walihitilafiana, wakapatikana waliokubali na waliokataa. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, Allah akasema, kama ingelikuwa si maamuzi ambayo amejiandikia tamko lake Mola wako kwamba kesi zao watu naziakhirisha, nitakuja kuwasomea siku ya Kiyama tukikutana. Hapa duniani simuadhibu mtu, simuharakishi kufa. Kama nimempa umri atamaliza umri wake, lakini anavyotumia umri wake tutakuja kumalizana huko mbele ya safari. Hili ndo Allah alilojiandikia. Unafanya yako, unajisikia uko huru na uko salama, lakini huko huru na huko salama kwa sababu records ya yale unayoyafanya ipo. Hiyo ndio itakuja kutumika kukuhukumu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kama si maamuzi, tamko lililotangulia alilojiwekea Mola wako, laqudiya bainahum, wangehukumiwa hapa duniani baina yao, baina ya waliopatia na waliokosea. Lakini Allah kawaacha hapa, kawaweka huru wafanye kila mtu anavyotaka. Siku ya kuja kupewa matokeo ya kipi walichokifanya ipo, hana haraka nao. Wa innahum la fi shakkin minhu murib, hawa watu makafiri hii Qur'ani wanashaka nayo, ambayo inawafanya wasiwe na maamuzi sahihi. Ndivyo sivyo, tufanye tusifanye, hiyo ndo raibu. Wanashaka na ukweli na usahihi wa huyu mtume aliyetumwa, wanashaka na usahihi wa hichi kitabu anachowasomea.
binafsi kwa sababu ya shaka hawafanyi maamuzi sahihi, wanapingana na Mtume na wanapingana na kitabu alichowaletea cha mwongozo. Man amila salihan, hapa mpo katika uwanja mpana wa mtihani duniani kwenu. Hapa dakika zenu hizi za saa 24 za kila siku mnazozitumia nyinyi, mnatenda mambo mengi, yatakuwemo mazuri na yatakuwemo mabaya. Sasa mjue kwamba man amila salihan falinafsihi, mwenye kutumia muda wake akafanya mema, afahamu hayo mema ndo kajiwekea, anajifanyia mwenyewe, kuna siku atayakuta. Wa man asaa fa alaiha, na anayetumia muda wake kwa kufanya maovu aelewe maovu hayo anajifanyia mwenyewe, anaifanyia nafsi yake. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, Mola wako katu si mwenye kudhulumu waja wake, hatomhukumu mtu kwa jambo lisilomhusu, utahukumiwa kwa yote ambayo yanakuhusu. Tunaweka hapo kwenye aya 46. Wallahu a'lamu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.